Kanuni ya 8 ambayo inakusaidia kujua kwamba wewe ni kiongozi mzuri, lakini pia wewe ni mfanyabiashara mzuri, ni idadi ya watu ulionao. Idadi ya watu ulionao. Kiwango cha watu ambao unao kwenye biashara zako ni kiwango cha mafanikio yako. Kiwango cha idadi ya watu ambao unawaongoza ndio kiwango cha mafanikio yako. Huyu mtu alikuwa ana watu watatu, alikuwa ana watumwa wengi, na katika wale watumwa wengi alikuwa ana watumwa watatu ambao aliwachukua akawakabidhi kwenye biashara, na kwenye ile biashara walifanya na watu wengine. Na hapa nazungumzia ule mfano wa talanta kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 25 kuanzia mstari wa 14 na kuendelea. Kwa hiyo utaona ni watu. Mahali popote mafanikio ya mtu yanapimwa kwa idadi ya watu alionao nyuma yake. Watu ambao unawaongoza, watu ambao wako pamoja, wako nyuma yako, watu ambao wanafanya kazi kwenye taasisi yako, wanafanya kazi kwenye biashara yako. Idadi ya watu wengi waliofanikiwa zaidi ni wale ambao wana watu wengi ambao wamefanikiwa. Angalia tu kwamba let's say mtu kama Mo Dewji ameajiri watu wangapi kwenye biashara zake. Angalia mtu kama Bakresa ameajiri watu wangapi kwenye biashara zake. Angalia mtu kama wakina Reginald Mengi, mtu ambaye ni Mungu amlaze mahali pema, lakini alikuwa au ameajiri watu wangapi kwenye biashara zake. Kwa hiyo kiwango cha watu ambao umewaajiri, kiwango cha watu ambao wako chini yako ni kiwango cha mafanikio yako, ndio kiwango cha utajiri wako. Kwa hiyo ukiwa na watu wengi maana yake una mafanikio makubwa. Ukiwa na watu wachache maana yake mafanikio yako pia ni machache. Hakuna bilionea, hakuna kiongozi mkubwa yeyote duniani anayetambulika, anayeheshimika kama huyo mtu haongozi watu wengi, na kama huyo mtu hajaajiri watu wengi, hauwezi kutambulika kama mtu mkuu. Lazima ili uwe mtu mkuu ina determine na kiwango cha watu ulionao kwenye maisha yako. Hii ni kanuni ambayo tumejifunza kwenye hii habari ya talanta, na kwenye huu mfano wa talanta tumejifunza kwamba uwe na watu nyuma yako, na hawa watu watatathmini, wataamua wewe uwe mkuu kiasi gani. Na Mungu akubariki.